Babu. Mshike mimi ni Akida Kilango. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya kandanda ya Tanzania Taifa Stars Hemed Suleiman maarufu Morocco ametangaza kikosi kitakachoingia kambini kujiandaa na mchezo wa kuania kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Morocco. Nahodha wa Tanzania wa Taifa Stars Mbwana Samata amekosekana kwenye kikosi hicho kutokana na majeraha, huku magolikipa wawili Yakub Suleiman na Hussein Masalanga wakijumuishwa. Nyota wengine waliorejeshwa kikosini ni Kevin John, Charles Mombwa na Haji Mnoga. Huyu hapa kocha Morocco akitangaza kikosi kitakachoenda kuivaa Morocco. Yakub Suleiman, JKT. Ali Salim, Simba. Hussein Masalanga, Singida Big Star. Shomari Kapombe, Simba. Lusajo Mwaikenda, Azam. Mohamed Hussein, Simba. Pascal Msindo, Azam. Miraj Abdalla, Coastal Union. Ibrahim Baka, Yanga. Dickson Job, Yanga. Abdrazak Mohamed, Simba. Ibrahim Ame, Mashujaa. Haji Mnoga, Salford City, England. Novatius Mirosh, Gold ZFC Uturuki. Mudasir Yahya, Yanga. Yusuf Kagoma, Simba. Faisal Salim, Azam. Charles Mombwa, Newcastle United, Jess, Australia. Kibu Dennis, Simba. Simon Msuva, Al Talaba FC, Iraq. Clement Mzize, Yanga. Idi Suleiman Nado, Azam. Suleiman Mwalim, Wydad Casablanca, Morocco. Na Kelvin John, Aalborg, BK, Denmark. Nafikiri hao ni wachezaji 24 ambao tutaingia nao katika kempu yetu ambayo itaanza kesho tayari kwa kujiandaa na mchezo dhidi ya Morocco. Ni Hemed Suleiman Morocco huyo akitangaza kikosi ambacho kinaenda kucheza na Morocco. Muda huu naungana na mchambuzi wetu Ramadhani Mbwaduke ili aweze hapa kuja kutupa mawili matatu kwa faida yangu, lakini pia na yule ambaye anatutazama muda huu. Karibu sana. Asante sana. Morocco alitupeleka Morocco. Na sasa hivi Morocco anapambana pia kutupeleka pia Morocco. Kikosi ndo hiki Ramadhani Mbwaduke. Hii ni kwa ajili ya qualifiers za kombe la dunia kutupeleka kule Marekani, sio? 2026 tunazungumzia. Ni mechi kwa sababu tuna mechi mbili kwenye kundi letu, tunakwenda kucheza dhidi ya Congo Brazzaville halafu na Morocco ambayo ndio inafanana na jina lake. Lakini kwenye kikosi ukiangalia kwa wachezaji tulio nao, wengi wao kama taifa wengi wapo kwenye kiwango bora, ndio maana wamehusishwa. Ukiangalia kwenye eneo la kiulinzi au kina Ibra Baka, kina Abdurazak Hamza, kina golikipa Yakub Suleiman, ndio wenyewe tulio nao. Masalanga amekuwa ameonyesha kiwango kizuri katika Singida Black Stars, lakini Ali Salum Katoro amekuwa na ushindani mkali katika kikosi cha Simba kupata nafasi, lakini yupo kwenye kiwango bora. Mara zote ambapo amekuwa akipata nafasi amekuwa akifanya vizuri. Lakini hata ukiangalia uzoefu, kwa mfano ukilinganisha na wenzake kina Masalanga, kina Yakub Suleiman, Ali Salum Katoro ana uzoefu kwenye michuano kama hii, yani kwa maana kwenye hatua kama hizi. Lakini hata kwenye klabu yake ya Simba, ligi ya mabingwa tunakumbuka kwenye michezo yenye pressure, robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mfano msimu wa 22-23 kwa Mkapa, Simba inashinda 1-0, wanaenda Morocco Mohamed wa 5 wanafungwa 1-0, wanakwenda kutolewa mikwaju ya penalty. Alionyesha kiwango kizuri kiasi ya kwamba Morocco kama nakumbuka alikuwa ametulia kimya, sio kawaida kwenye uwanja Mohamed wa 5. Lakini hivi karibuni hata tulipocheza dhidi ya Zambia kama unakumbuka, tulishinda kule ugenini 1-0, yeye alikuwa golini. Mechi dhidi ya Kongo, kwa hiyo amekuwa na uzoefu. Lakini hao wengine hao kina Ibra Baka, kina Dickson Jobu, kina Kibu wamekuwa wakiitwa. Shomari Kapombe pia naona amerejea. Kapombe mzoefu, na hivi karibuni chini ya Fadlu David Simba. Yeye ni beki, lakini namna anavyotumika inategemea mwalimu Morocco naye atataka mtumieje. Kapombe amekuwa na madhara makubwa zaidi kwa wapinzani. Anatarajiwa jukumu lake mama ni kiulinzi kama beki wa kulia, lakini kwa Fadlu David huwa anamtumia kama playmaker ingawa yeye ni beki, kwa sababu anahusika, anapanda na underlap kwa maana kuingia ndani. Ndio maana kwenye ligi ameshapiga mashuti 7, 4 yamelenga lango.
ana mabao 3, ana assist 3, kasababisha penalti 4. Yani ile Simbele ilipo pale mabao 10 yamemhusisha yeye Kapombe. Kwa hiyo ni mzoefu. Lakini unavyozungumzia Lusajo Mwikenda Azam FC, Pascal Msindo, miongoni mwa nahodha Pascal Msindo, Idi Selemani Nado. Tunaona kuna kurejea tena kwa wachezaji wanaokipiga nje ya nchi ambao kuna kipindi walikuwa hawajajumuishwa katika kikosi hiki. Wamerejea tena. Unamuona Haji Mnoga yupo, Msuva tunakumbuka baada ya kelele zile kutokea akarudishwa kikosini. Sasa hivi naona moja kwa moja naye pia ameweza kuitwa. Msuva mara zote amekuwa anapopata nafasi akiwa kwenye kiwango chake bora, akiwa fit. Makeni hivi karibuni juu ya utimamu. Hivi sasa yuko timamu. Mara zote mabao muhimu wanatufungia. Ni katika wale wachezaji ambao wanafukuzia nafasi alionayo Mrisho Khalfan Ngasa ya kuwa kwa hivi karibuni mwenye mabao mengi kwa taifa, kwa timu yetu ya taifa. Msuva hakuna maswali kuhusiana naye. Lakini Mnoga anakuja kuleta kitu. Kwa vyote vile kocha amemfuatilia, ina maana amerejea kwenye kiwango chake. Yeye licha kwamba eneo la nyuma kule anaweza kucheza sehemu nyingi, kulia kama beki wa kati, inategemea kama kiungo ukabaji, nishati, nguvu ni sehemu ambayo tunahitaji wakati tunapoenda kukabiliana dhidi ya Kongo, dhidi ya Morocco ambayo tutahitaji kwa vyovyote vile kimehesabu. Tutakuwa tunazuia sana. Lakini nikitazama pia Selemani Mwalimu naona yupo kwenye kikosi, Kevin John naye pia yuko hapo. Kwa faida yangu na watazamaji, Salum Mwalimu tutakuwa tuna faida naye kiasi gani? Salum Mwalimu ameenda kuongeza kitu kipya nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza yupo Wydad Casablanca. Wydad Casablanca ni miongoni mwa timu kubwa sana barani Afrika tunafahamu. Yupo chini ya Roland Mokwena, kocha ule aliyetoka Mamelodi sasa hivi kule. Kwa hivyo ana vitu vya ziada, anakuja kuongeza kwenye benchi la ufundi la Taifa Stars. Ni mshambuliaji. Ni Selemani Mwalimu, kumradhi nikasema nikataja tofauti, ni Selemani Mwalimu. Ni Selemani Mwalimu. Yes. Lakini ukiangalia hapo Miroshi tunafahamu juu ya ubora wake. Lakini Mombo ufundi pale katikati. Mwalimu atakapohitaji utundu pale kati, kwa sababu kwenye kati za mchezo mnapocheza kulingana na mahitaji, ni kijana ambaye mara zote alipoitwa naye amethibitisha ubora. Kwa ufupi wachezaji wengi hapa kwa tulio nao, hawa wanao uwezo wakafanya mambo. Hapa nazungumzia Mombo. Kibu Dennis Prosper, wote performance kwa hivi karibuni. Bodoke, hao ni maoni yako kuhusiana na kikosi hiki, lakini si vibaya sasa tukatazama kile ambacho watazamaji wetu wametuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao mbalimbali. Swali lilikuwa linauliza, umekionaje kikosi cha Taifa Stars kilichotangazwa leo kuivaa Morocco kufuzu kombe la dunia 2026, finali ambazo zitapigwa pale Marekani. Tutazame sasa kile ambacho umetuandikia, tukianzia na upande wa Instagram. Athmani anasema nilitamani Bwenzi angekuepo kwa sababu ya uhaba wa mawinga. Lakini Jafari Kopo anasema, huyu ni kutoka Moshi Kilimanjaro, anasema kikosi sio kibaya, naamini kila mchezaji aliyeitwa anapaswa kutanguliza uzalendo mbele na kucheza kwa bidii, huku akiamini wa Tanzania tupo nyuma yao. Wakati Gaton 2024 kutoka Mbagala anasema kikosi ni kizuri, japo kuna watu tulitegemea kuona kikosini hawajaitwa kama Chasambi, Yona Amos, Sele Bwenzi na Ofen Chikola. Kumekuwa na muendelezo mzuri hivi karibuni, ila tunamwachia kocha, sisi mashabiki tuendelee kuisapoti timu yetu mpaka kufikia malengo. Hayo ni yale ambayo umetuandikia kupitia katika akaunti yetu ya Instagram Azam Sports. Tuelekee sasa upande wa Facebook. Salim anasema yeye anahisi Aishi Manula bado anahitajika ukizingatia mchezo wenyewe dhidi ya Morocco, lakini si mbaya sana waliokuwepo wajitume mara 10 zaidi yao ili tupate hata sare, maana tunaenda kucheza na miongoni mwa timu bora duniani. Wakati Sadok Gota anasema kwake yeye hata mchezaji kiongozi akiwa na majeraha kuna umuhimu kwa yeye hata kuwa benchi. Samata ana mchango mkubwa sana kuwepo kwenye kikosi cha Taifa Stars regardless ana injuries, anakimaanisha bila ya kujali kwamba ana majeraha. Abedi Mohamed anasema bado tuna uhaba wa wachezaji wanaocheza ligi kubwa duniani, lazima hili tulikubali na tuweke mkazo wa kupeleka vijana wengi nje. Ili kufanikiwa hili ni kujenga academy nyingi na ziendeshwe kwa ubora ili tuzalishe wachezaji wanaotamaniwa na vilabu vikubwa. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa yetu ya Facebook. Lakini sasa tuangalie kile ambacho umetuandikia X, zamani Twitter. Rashid anasema ni kikosi kizuri, kina vijana wengi, kitaleta ushindani. Mungu ibariki Tanzania. Boniface Punte anasema hata mbuyu ulianza kama mchicha, tukiamini tu kikosi chetu hiki kilichotangazwa leo, ipo siku nasi tutakuwa kama Morocco walivyo leo. Wakati Ayubu Masoko
Kwa kuhitimisha, anasema kikosi kiko vizuri, amezingatia current performance, naona tutafanya vizuri ingawa ni pigo. Tumemkosa nahodha Mbwana maana alikuwa fire, akimaanisha alikuwa moto. Hayo ndio maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Ramadhani Mbwaduke, kwa kile ambacho tumekisoma alichotuandikia watazamaji wetu, ni kipi ambacho umeweza kukingamua kutokana na maoni yao? Kwanza wako vizuri sana kwa sababu wanaonyesha kabisa wako informed, wana taarifa za kutosha. Lakini kuhusu ukisikia mchezaji, tunawaambia watazamaji wako kwamba ukisikia mchezaji ameachwa pengine kwa sababu ya injuries, kuumia, au wachezaji professionals wa weledi wa kulipwa kama Samata huko anakocheza pay okay, ni kwamba kukishakuwa na concern, kukishakuwa na issue ya kwamba ana majeraha, klabu yake inayomiliki na mawasiliano na benchi la ufundi, ni kwa maslahi ya mchezaji mwenyewe, ni maslahi ya klabu inayomiliki. Kwa hiyo mwezi mkalazimisha mkamchukua hata kama mgonjwa, kwa sababu nao pia ndo wanaomiliki, wanawasiwasi. Sasa kama mtu anaumwa ukimleta asije akapata majeraha mengine wakati mwingine. Ndio maana hata kuna wakati Kylian Mbappe ilikuwa Didier Deschamps anafanya mazungumzo na Real Madrid, anaambiwa kwamba huyu mtu kwa sasa bado, ndio maana akakosekana kwa miezi takriban 6 hivi. Kabisa. Na kwa taarifa tu ni kwamba kwenye biashara ya mpira wa miguu, mchezaji katika klabu ni asset, ni mali, kama unavyoona magari, nyumba, viwanja, yani tofauti na biashara nyinginezo. Kwa hiyo mali haitoki hivi hivi, lazima mkubaliane, bwana huyu mgonjwa usije katuharibia mali yetu. Samata ni jina kubwa, ni mchezaji mkubwa katika POK na unatumia fedha nyingi kuwa naye. Kwa hiyo ni maridhiano tu ya benchi la ufundi naye. Lakini kuhusu sehemu nyingine, kweli kuna wachezaji wamewataja hapa ni vizuri, lakini unajua wakati mwingine kocha naye wote hawanao wengi kwenye pool yake. Ukimchukua A maana yake B atakosa. Japo wote wazuri. Sio kila aliacho kwa sababu ni mbaya. Ni kwa sababu kocha amepiga hesabu zake na mahitaji yale anayohitaji. Yes, wapo wazuri kweli wamewataja. Ligi yetu ni bora na wachezaji wengi wazuri, lakini mahitaji ya mwalimu. Ulipozungumzia ubora wa ligi yetu, nikukumbushe pia kwamba kesho kuna makala maalum itakuwa inaruka hapa Azam TV kuhusiana na ubora wa ligi yetu. Safi sana, na tunapaswa tuitendee haki. Ni ligi miongoni mwa bora barani Afrika, ndio maana ina wachezaji wanacheza ndani, lakini tunawafunga wakati mwingine wachezaji ambao wanacheza Ulaya kwenye timu zao za taifa, tunawafunga. Mifano iko mingi hivi karibuni. Lazima tuamini timu. Naomba ushike hapo kwanza, baadaye kidogo. Shukrani. Naam, ni Ramadhani Mbwaduke huyu akitupitisha katika kikosi hiki cha Stars ambacho kimetangazwa hii leo. Huu ni mshike, mimi ni Akida Kilango. Kocha mkuu wa Simba Fadlu Davids amemsifu mshambuliaji wake Kibu Dennis Prosper baada ya kufunga magoli mawili katika ushindi wa magoli 6-0 ambao timu yake imeupata dhidi ya Dodoma Jiji FC kwenye mchezo wa kiporo wa ligi kuu ya NBC uliochezwa leo jioni uwanja wa KMC Complex. Hata hivyo, Fadlu amesema timu yake ingeweza kufunga zaidi ya magoli 6 kwa sababu imetengeneza nafasi nyingi. Yeah, of course, scoring and we could have scored much more today. Tulikuwa na uwezo wa kufunga mabao mengi katika mchezo wa leo. Tuliingia tukiwa na morali ya hali ya juu na tukawa tunawakabia karibu na lilipo lango lao. Hivyo ilikuwa ni muhimu sana kwetu kuwapokonya mipira hata ndani ya boksi lao. Joto lilikuwa kali sana, lakini tulijitahidi kucheza na tungeweza hata kufunga goli 7, goli 8, hata goli 9 kutokana na kiwango bora ambacho tumekionyesha katika mchezo wa leo. Na kuhusu Kibu Dennis, amefunga mabao muhimu sana katika mchezo wa leo. Kufunga kwake ilikuwa ni swala muda tu kwa sababu ni mchezaji mwenye bidii na anajituma. Hivyo nimefurahi sana kwa alichokifanya Kibu Dennis na nimefurahi pia kwa kilichofanywa na timu nzima. So happy for him and so happy for the entire team. Kwa upande wa kocha mkuu wa Dodoma Jiji FC Meki Maxime amesema uzembe wa kiuchezaji kwa upande wa wachezaji wake umesababisha wapoteze mechi kwa magoli mengi dhidi ya Simba Sports Club. Nafikiri kwanza niwapongeze Simba. Umeona walikuwa kwenye ubora wa hali ya juu na nafikiri niliongea hapo. Ukicheza na hizi timu lazima wachezaji wako wawe smart. Kwa hiyo umkifeli hapo tu basi. Kati ya mbinu na makosa ya mchezaji mmoja yapi ambayo yamekugharimu kwa kiasi kikubwa? Nafikiri hatakuwa kwenye ubora wetu, tumepoteza mipira kiurahisi na walichotuzuru hawa ni yani wenzetu wakipata mpira wanatulia na wanaweza wakaongezeka vizuri, yani kutu out number. Ndio hicho kitu kimetuzuru. Lakini yote kwa yote niwapongeze na walistahili leo kushinda. Meki Maxime huyo kocha wa Dodoma Jiji FC akizungumza na mwenzetu Ramadhani Ngoda. Wakati huo mwenzetu Omar Suleiman alikuwa shuhuda wetu katika mchezo huo ulikutanisha Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji na ameweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Mchezo wa kiporo wa Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji Football Club
umehitimika katika dimba la KMC Complex, tukimshuhudia mnyama mkali wa mawindoni Simba Sports Club wakiibuka na ushindi mnono wa mabao 6-0. Baada ya mchezo huo kukamilika, tumepata wasaa kuzungumza na wachezaji Dodoma Jiji Football Club nahodha, lakini pia tumezungumza na Hussein Abel wa Simba Sports Club ambao wameelezea namna walivyopokea matokeo ya mchezo huu. Sambamba na hilo, viongozi pamoja na mashabiki wa klabu ya Simba nao wametia neno namna walivyofurahishwa na matokeo hayo. Naamini katika mchezo huu wa leo umetupa morali mkubwa. Tunamshukuru kocha kwa mbinu alizotupa, na mimi tumeingia nazo, tumeweza kupata matokeo. Naamini tukiendelea kufocus namna hii tunaweza kupata ubingwa zaidi. Kama unavyoona, mchezo ulikuwa rahisi, mchezo ulikuwa mgumu, ila tunapongeza wenzetu wamepata nafasi, wameweza kuzitumia. Mimi nadhani kwenda mchezo huu ndio mwanzo wa mchezo mwingine. Nadhani mwalimu ameona mapungufu ambayo yamejitokeza. Tutarudi kwenye uwanja wa mazoezi kwenye kipindi hichi cha likizo kidogo, tutarudi kwenye uwanja wa mazoezi, tutafanya marekebisho ya yale ambayo yametokea leo ili tuweze kufanya vizuri kwenye mchezo wetu unaokuja. Kwanza tunashukuru Mungu kwamba mchezo umeisha salama na tumepata ushindi. Kwetu sisi ni moja kati ya mechi ambazo tulitakiwa tushiriki katika ligi. Kwa hiyo tumemaliza vizuri na tumepata ushindi, ni jambo kubwa na tunamshukuru Mungu. Of course sisi sio kwa ajili ya mechi hii kwamba ndio tutapata nguvu, hapana, ila tumeingia kwenye mchezo huu tukiwa na hasira kubwa kwa sababu mizaa dharau zimekuwa nyingi. Sasa ili uwe mkubwa na uoneshe ukubwa ni lazima utoe adhabu. Hawa hatujawafunga ila tumewapa adhabu. Mchezo tumeupokea vizuri kama kawaida, sisi wazee wa Bayo Bwela. Kikubwa chetu ni alama 3, na ukiangalia Maxim alikuja na kamdomo, kwa hiyo tumemwambia kwamba hii Simba ni timu kubwa. Mechi ya leo tumefurahi kupata ushindi wa goli nyingi, tumepunguza gap la pointi 3, pia tumepunguza na gap la goli 2, tumezidiwa kama goli 2 hivi. Kwa mechi ya leo tumefurahi, wachezaji wamecheza, yani tumecheza kiwango. Mchezo wa leo tumecheza ni wa shilingi 5,000, bado mchezo wa shilingi 10,000. Mashabiki tumefurahi, maana toka msimu umeanza hatujawahi kupata magoli 6, ndo mechi ya kwanza kama mnakumbukumbu. Mimi nimefurahi sana. Kingine napenda kuwapongeza viongozi kwa kumleta mtu kama John Chaziawa. Mechi ya leo ilikuwa nzuri sana. Ni mechi ambayo ilikuwa kuvutia. Kwa mara ya kwanza tumeweza kupata goli 6 katika ligi tokea ianze, ndio mechi ambayo tumeweza kupata goli 6. Kwa hiyo ni mechi ambayo wana Simba imetuongezea kibubu chetu. Bana, Simba wanatisha, Simba wanawaka mtu wangu. Yaani asikwambie mtu. Hiyo tarehe 6 yenyewe hiyo mechi naona ligi kuu ameipanga ile game na Yanga hiyo. Sisi tunasubiri. Hizi ilikuwa kama salamu. Ni klabu ya Simba hiyo ikiibuka na ushindi mnono katika dimba hilo la KMC Complex, ikiwachakaza vibaya Dodoma Jiji Football Club. Nikiripoti kutoka hapa katika dimba la KMC Complex, mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali amesema baada ya mchezo wa leo dhidi ya Dodoma Jiji FC wanavunja kambi yao, wakati huu ligi kuu ya NBC ikiwa imesimama kupisha kalenda ya FIFA. Na taarifa hiyo itakapokuwa tayari basi tutaweza kukuletea hapo baadaye. Tuelekee sasa kwa upande wa Dodoma Jiji. Ofisa habari wa Dodoma Jiji FC Moses Mpunga amesema wameumizwa na kipigo kikubwa cha magoli 6-0 walichopata dhidi ya Simba katika mchezo wa leo wa ligi kuu ya NBC. Hii ni dhahama. Ukisikia garika ndio hili mpaka unakosa maneno ya kusema, lakini ndio mpira ulivyo. Ukimess up unaadhibiwa. Sasa inategemea umekutana na mtu wa aina gani ambaye anataka kukuadhibu. Ukikutana na mtu ambaye anakuadhibu ana hasira, maana yake anakuadhibu sana. Ni kama tu unapokuwa mbugani ukakutana na mnyama ambaye ameshiba na mwingine ana njaa. Ndio ambacho kimetokea leo. Kwa hiyo tumekubali defeat. Was a nice game. Tulizidiwa kila kitu, tulizidiwa kila sehemu. Tumekubali, tunarudi nyumbani kujipanga na mchezo mwingine unaofuata, lakini kama ni kipigo hiki kimezidi. Kikubwa tu ni kwamba umetupa funzo kwamba yako makosa ambayo nadhani benchi la ufundi wameyaona, wachezaji pia wenyewe wameyaona, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. Kila kitu kiko wazi. Hatujacheza vizuri. Hatuwezi kusema kwamba tumecheza vizuri. Hatujacheza vizuri, ndio maana tumepokea kipigo hiki ambacho tumepokea. Kwa hiyo
kama nilivyosema, tunarudi chini kwenda kuona wapi tulikosea. Tunaamini kwenye michezo mingine hakitatokea hiki ambacho kimetokea leo. Kwa hiyo kwanza tunawaomba radhi mashabiki wetu ambao wamesafiri kutoka Dodoma, umbali mkubwa, wametumia gharama zao kuja Dar es Salaam kushuhudia mchezo huu. Hatukutarajia matokeo haya, sio matokeo ambayo tulikuwa tumeyatarajia au tumeyahitaji, lakini ndio imekwisha tokea, na wakati ya urudi nyuma tunaangalia tulipoangukia, sio tulipojikwaa. Namni Moses Mpunga huyo, ofisa habari wa Dodoma Jiji, akizungumzia walichokutana nacho leo pale dimba la KMC. Naungana sasa na Ramadhani Mbwaduke kuweza kutazama kile kilichotokea. Kabla Mbwaduke hatujazungumza, si vibaya tukasikiliza kile ambacho Ahmed Ally amekizungumza kuhusiana na wachezaji wao kupata mapumziko. Timu yeyote ambayo imeshawahi kupata ushindi wa mabao 6-0 katika ligi kuu ya NBC. Wapo watu wameshawahi kupata mabao 6 lakini 6-1, yani na wenyewe walitobolewa. Sisi kwa upande wetu Simba Sports Club ni 6-0, 6 kwa nunge, 6 kwa o, 6 kwa duara. Maana yake ni kwamba unakuwa ndio ushindi mkubwa zaidi kwa ligi kuu msimu huu. Tuna kila sababu ya kuwapongeza wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi kwenye mazingira magumu ya swaumu na mifungo ya hapa na pale, lakini unaona energy ya wachezaji wetu ni ya kiwango cha hali ya juu mno. Lakini performance ya leo ya wachezaji wa Simba ni performance ya top class, performance ya nyota tano. Mpaka mimi mwenyewe nikasema hii Simba inaocheza sihifahamu kabisa, kwa sababu walikuwa wanapiga mpira mwingi na mpira wa hatari. Na kwa ufupi tu niseme ya kwamba tumewakomesha Dodoma Jiji. Wachezaji wetu 6 kama niko sawa sawa ama 5 wameitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Namzungumzia Ali Salim Mapenati, Abdulrazak Hamza, ameitwa vile vile Yusuf Ali Kagoma, Kibu Dennis Prosper Mkandaji, wanakwenda kupeleka ubaya ubwela kwenye timu ya taifa. Na muda si mrefu tutatangaza hapa kuvunja kambi yetu, na lini tutarejea tena kwa ajili ya kujiandaa na mechi inayofuata. Na mechi inayofuata hapa ni mechi ya kombe la CRDB pamoja na mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo tutawajulisha lini timu inarejea tena kambini kwa ajili ya kujipanga na safari ijayo. Ahmed Ally tumetoka kumsikiliza hapo Mbwaduke. Umesikia jinsi anavyokisifu kikosi chake, na tayari michezo Simba Sports Club pamoja na Young Africans wanalingana michezo 22, tofauti ni alama moja. Yanga wana 58, Simba 57, lakini kwenye magoli pia Yanga 49, Simba 44 katika wastani ule magoli ya kufunga na kufungwa kabisa. Kwa hiyo utamu wa ligi unazidi kuonekana hapo Mbwaduke. Kazi kwanza na mchezo huu kabisa. Tazama, huyu ni Elie Mpanzu Kibisawala, miongoni mwa mabao mazuri kabisa alifungwa leo. Alikuwa kwenye kiwango bora sana Elie Mpanzu, lakini sio yeye tu na wengine pia. Tazama hilo hapo, anafunga Jasha Ahua leo, anafunga mabao 2. Ndio maana Ahmed Ally anazungumza hapo, unaona na tambo ana sababu nyingi kutokana na mechi ya leo, kwa sababu kwanza imepunguza tofauti ya point baina yao na vinara ambao ni watani zao wa jadi Yanga. Moja, imebaki pointi moja tofauti yao. Mabao ya kufunga na kuruhusu kama ulivyotoka kueleza hapo awali walikuwa wameachwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kumbuka Yanga walikuwa na mabao 58, Simba mabao 46. Kufunga mabao 6 maana sasa wana mabao 52, Yanga wana mabao 58. Lakini Simba wameruhusu mabao 8, Yanga mabao 9. Ndio maana tofauti ya GD, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu ni mabao 5 baina yao. Kwa hiyo ushindi wa leo umepunguza sana. Lakini kingine, mchezaji kama Kibu Dennis Prosper tangu msimu umeanza alikuwa tayari ameshapiga mashuti 27, 10 ya kulenga lango, hana bao lolote, ana assist 3. Lakini leo hii amefunga mabao 2, lakini sio hilo tu, ametoa assist 2. Kwa hiyo ameshiriki mabao 4 katika mabao 6. Kwa hiyo ni furaha nyingine, ndio maana ulimsikia Tafadu Davis anazungumza. Umemsikia kuchafadu namna ambavyo ameweza kumzungumzia Kibu Dennis akimwagia sifa. Mabao haya unahisi anaweza kuongeza kitu katika michezo inayofuata kwa upande wa ligi kuu kwa Simba Sports Club? Kisaikolojia, kwa maana wachezaji moja kama Kibu inamuongezea kitu. Lakini pia ndio inaleta ule ushindani ambao sisi tunaofuatilia, tunaotazama matangazo mubashara ya Azam Media, wanaobahatika kwenda viwanjani, kwa sababu Watanzania wote hawezi kwenda uwanjani kwa sababu mechi zinachezwa kwenye viwanja tofauti tofauti, watazidi kupata burudani kwa sababu ya ule ushindani uliopo. Kumbuka Yanga na Simba tofauti ni pointi 1 na mechi zimebaki 8 ili ligi kukamilika. Kwa hiyo matokeo yake
lazima vile tutazidi kupata uhondo, na wachezaji watakuwa kila mechi kwao ni kama fainali. Kuna pressure nyuma yake ili ufanye vizuri, lakini pia na wenyewe ushindani vile vile. Umpata nafasi leo hii Steven Dese Mkwala kafunga, Ateba leo hajafunga na alikuwa nje. Unaona kabisa kwamba anajua na mimi nikipata nafasi. Kuna Valentino Mashaka hajapata nafasi ya kucheza, ni striker huyo. Lakini angalia mabeki leo hii hakucheza Sheikh Malone Fondo, amecheza Shamu Karabu na Abdurazak Kiamza. Kuna kitu unaona kimepatikana, kwa sababu Simba watu wengi wanazungumzia kuhusu mabao, lakini wanasahau kwamba Dodoma Jiji mechi nzima mimi nimefuatilia, hakuna shuti la kulenga lango limepigwa Dodoma. Umezungumzia kuhusiana na magoli hapo Ramadhani Mbwaduke. Yeah. Kwa vita ya upachikaji wa mabao pia naona kuna vita nyingine hapo sasa, kwa sababu Jan Chaza huwa na magoli 12 pamoja na assist ni sita. Lakini anafuatiwa hapo na Prince Mpumelelo Dube ambaye yeye ana magoli 10 na assist 7. Yes. Ina maana amehusika katika magoli 17. Ni vita nyingine pia hii. Kabisa. Unajua unapozungumzia ligi bora hauangalii tu ile race mbio zile za kwenda kwenye ubingwa. Kuna small details, vile vitaarifa vidogodogo vilivyojificha. Moja wapo ni hii kwamba kuna ligi nyingine sasa ya kuwania kiatu cha ufungaji bora. Juu pale kwa sasa hivi baada ya mechi ya leo, maana yake Ahua kama ulivyotoka kueleza, mabao 12, assist 6, total goals contribution, mchango wa mabao ni 18. Dube mabao 17 kwa maana mabao 10, assist 7. Lakini kuna Mzizi naye ana mabao 10 wa Yanga na assist 3. Lakini kuna Steven Dese Mkwala leo kafunga, maana ana mabao 9. Ana assist zilikuwa 2, leo katoa assist nyingine. Kwa hiyo ina maana ana assist 3, kachangia mabao 12. Sawa na 8 Stefan Azizki ambaye yeye ana mabao 7, assist 5, mchango wa mabao 12. Unaona hiyo vitu inapokuwa tamu. Kwa hiyo inakwenda hivyo. Lakini wakati huo ukienda Azam kuna Faisal Salum Feitoto, assist anazipiga kila siku. Kwa hiyo vyote hivi mwisho wa siku vinaleta uhondo katika ligi yetu. Unaburudika kwa maana vita ile ya points, lakini unakuja kwenye mabao 28 inakuwa inaenda kiuhalali. Watakuja kwenye clean sheets kwa sababu mabao ya kuruhusu, Simba ameruhusu 8, Yanga 9. Yaani iko hivyo yani. Yeah. Nikushukuru kwa sasa Mbwaduke, tutaungana tena hapo baadaye kwa ajili ya kutazama kubwa ambalo linajiri Jumapili katika Carabao Cup. Shukran. Naam. Huyo ni Ramadhani Mbwaduke, ndiko naye hapa kitupitisha katika masuala kadha wa kadha, lakini nikukumbusha kwamba makala maalum kuhusu maendeleo ya soka la Tanzania itaanza kuruka kesho channel ya Azam Sport 1 HD kuanzia saa 5:30 asubuhi hadi saa 6 mchana, kisha itarudiwa saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili jioni. Na nikukumbushe walau kwa uchache yale ambayo tutayafahamu mara baada ya kurejea hapa katika Mshike Mshike. Aliou Cisse atangazwa kwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya kandanda ya Libya. Na wachambuzi wa soka wafunguka kuelekea fainali ya Carabao Cup itakayokutanisha Liverpool wakikipiga dhidi ya Newcastle United. Asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Uongozi wa uwanja wa CCM Kirumba umeendelea kufanya kazi katika dosari ambazo zilijitokeza kama sababu ya kufungiwa kwa uwanja huo, ikiwemo eneo la kuchezea, jukwaa la VIP, jukwaa kuu na mabenchi ya ufundi. Meneja wa uwanja huo Hassan Omari amesema hadi sasa maboresho hayo yamefikia wastani wa 90% na watahakikisha wadau wa soka na kuwa uwanja huo utaendelea kuanza kutumika kabla ya kurejea kwa ligi kuu ya NBC. Taarifa zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Siku chache tangu kufungiwa kwa uwanja wa CCM Kirumba, mafundi wakiwajibika kurejesha hadhi ya uwanja. Tuna 80% kama sio 90. Acha jukwaa kuu, muhimu ni hapa. Hapo sasa ni sehemu ambazo nyasi zile zilikuwa zimeisha, zimelama kwanza zimetumika hadi zimekwisha, ndio tunakuangua sasa tunapandikiza sehemu ambazo zimeharibika lakini hazijaharibika sana. Ila sehemu ambayo maana tumekuangua kabisa ni sehemu ambayo imeharibika kabisa. Ndiyo, kiu ya udongo na nyasi, maji yanaitika. Tulichokigundua hapa, wachezaji wanapokuwa wamekuja kucheza, hali ya hewa na kamvua kalikuwa kamepita na kenyewe kanasababisha uwanja kidogo upate leakage. Hassan Omari ni meneja wa uwanja. Tumeshanunua nyasi na tayari tunaziweka, na anasema huu ni utekelezaji wa barua ya TFF iliyotaka maboresho kwenye pitch, benchi la ufundi na VIP jukwaa kuu. VIP watu walikuwa wakikaa, kuna wengine walikuwa hawaoni
hawaoni mbele. Wengine walikuwa wakisimama kule nyuma ili waone mechi inayoendelea, lakini sasa hivi nadhani kila kitu tumeshakiweka sawa na tukatengeneza technical bench za kisasa kabisa zenye siti nyingi kuliko viwanja vingine vya jirani zetu. Hii ni siku ya 4 kati ya 7 zilizotolewa na mkuu wa mkoa Saidi Mtanda kwa maboresho ya uwanja. Kwa tunasubiria siku 7 zitimie, aje aone kila kitu kilivyokamilika na atoe pongezi kwa management nzima. Matumaini ya wote hapa ni Pamba kucheza nyumbani baada ya mapumziko ya ligi. Mpaka ligi inarudi tutakuwa pameshakamilika kabisa na uwanja utakuwa umekuwa vizuri kabisa kwa kutumika tena. Na nina uhakika timu yoyote mwenyeji ambayo itatumia uwanja huu lazima itapata matokeo mazuri kwa sababu ya mazingira na miundombinu ambayo tumeiweka vizuri zaidi. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Ofisa habari wa JKT Tanzania Masau Bwire amesema kwa sasa wameelekeza nguvu zao kulisaka kombe la shirikisho la CRDB Bank kwa sababu katika ligi kuu ya NBC wamenyoosha mikono. Sisi tunashukuru kwamba tumekwenda kwenye mapumziko tukiwa tumerelax. Tumeshinda mechi ya ligi kuu ya NBC, mechi ya mwisho dhidi ya Tabora United tukiwa ugenini, lakini tumeshinda mechi ya FA dhidi ya Mbeya Kwanza tukiwa nyumbani Meja Jenerali Samuyo kwa magoli mengi tu, 3-0. Kwa hiyo hii imetupa kupumzika katika hali ambayo hatuna tension. Na vijana wetu wamepewa mapumziko ya muda mfupi. Baada ya hapo watarejea kuendelea na maandalizi ya mechi zijazo, ikiwa ni pamoja na mechi ya ligi kuu ya NBC Tanzania ambayo tutakuwa na Dodoma Jiji siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 4. Na kama ambavyo sisi tumeshazungumza, dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba msimu huu tunafanya vizuri. Ubingwa tumeukosa, lakini bado tunapambana kiume, tunapambana kijeshi kuhakikisha kwamba zile nafasi 4 za juu basi tuwe miongoni na hatimaye tupate wakilishi katika mashindano ya CAF. Lakini kwa upande wa FA, lengo letu ni kucheza fainali na kukichukua kikombe cha ubingwa wa mashindano haya. Kwa hiyo kwa sasa Mwalimu Ahmed Ali amewapumzisha vijana, na atakaporejea basi mchakato wake ni kuandaa na kuwaweka vijana katika hali nzuri bora ya ushindani na hatimaye tuweze kufikia malengo tunayoyahitaji msimu huu katika makombe yote mawili, kombe la ligi na hili la FA. Kamati ya michezo ya Mei Mosi kitaifa inaendelea na maandalizi ikiwemo kukagua viwanja vitakavyotumika katika michezo hiyo itakayofanyika mkoani Singida kuelekea katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi ambayo kwa mwaka 2025 kitaifa yatafanyika mkoani humo. Michezo zaidi ya 10 itashindaniwa ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa pete, riadha, mbio za magari, mpira wa kikapu pamoja na michezo mingine. Kitambua wazi mwaka huu 2025 sherehe za Mei Mosi taifa zinafanyika hapa mkoani Singida. Kikubwa ambacho sisi kama kamati sasa hivi ambacho tunakifanya ni kupitia viwanja mbalimbali kwa ajili ya michezo yetu. Ukitambua kwamba michezo yetu inajumuisha watumishi kutoka katika mashirikisho mbalimbali Tanzania. Shirikisho la Shimiwi, Shimuta, Bamata na Shimishemita. Na jumla ya michezo zaidi ya 10 itafanyika kwa muda wa wiki 2 hapa mkoani Singida. Kwa sisi nadhani viwanja tumeviona ni vizuri. Tumepita chuo cha utumishi wa umma, tumepata viwanja pale, na sasa hivi tupo hapa magereza, tumekwenda VETA na penyewe tutatumia viwanja pale. Kwa hiyo ni wasii watumishi na washiriki wa michezo ya Mei Mosi 2025 pasi na shaka waondoe kuhusu masuala ya viwanja, na mkoa upo pamoja nasi kamati ya michezo. Na hivyo tunazidi kutoa wito kwa wadau wetu ambao ni viongozi wa michezo na mashirika, mataasisi, mawizara, maidara kujiandaa vizuri ili kushiriki michezo hii. Na kama tunavyojua kwamba tunapokuwa kwenye michezo hii huwa tunakuwa na matendo mengine
tunayoyafanya kupitia wafanyakazi wale tunaokuwepo kurudisha huduma kwa jamii kwa mkoa ambao tunakuwa tunafanyia michezo yetu. Na kwa mwaka huu tunategemea pia kufanya matendo ya huruma, lakini pia tunategemea kupanda miti kwa kushirikiana na wenzetu wa TFS ambao wameahidi kutupatia miti na kuweza kupanda kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutunza mazingira yetu. Kwenye timu ambazo zitashiriki, niendelee kusisitiza wafike kwa wakati, lakini pia kabla ya muda waendelee na mazoezi ili mashindano yetu yawe bora, lakini pia yafae kwa afya zao. Tennis ni miongoni mwa michezo maarufu duniani inayotoa ajira kubwa kwa wanamichezo, lakini ina sheria zake wakati wa kucheza kama ilivyo katika michezo mingine. Mwandishi wetu Hassan Hemedi Mvula amefanya ripoti maalum juu ya mchezo wa tennis akiangazia sheria zake, ambapo amezungumza na kocha wa mchezo huo Rogers Davis anayefundisha katika viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam. Mchezo huu unahitaji kasi, ustadi na mbinu za hali ya juu ili uweze kupata ushindi. Tennis inaweza kuchezwa kwenye viwanja tofauti kama vile nyasi, changarawe au uwanja wa saruji. Vifaa kwanza vinatumia kitu kinaitwa racket. Racket ni hii hapa, hii inaitwa racket. Sawa. Na hii ni aina ya mipira yake ambayo inatumika. Inaitwa mpira ya tennis. Sawa. Na sheria zake ni kama mashindano. Wakati wa mashindano huwa kuna mashindano, na wakati wa game tunacheza game. Mashindano kicheza games ndio kuna sheria zake za mwaka sheria ziko kwenye mashindano. Kwa hiyo sheria zake ni ngumu, kwa hiyo hata mtazamaji wa kawaida hawezi kujua. 15 love kwa sababu kwa mfano labda kwa hesabu wao wanasema kwamba pointi moja kwa tennis inaitwa 15. Pointi moja inaitwa 15. Pointi mbili inaitwa 30. Pointi ya tatu inaitwa 40 kwa one love. Kwa hiyo one love hiyo mpaka 6 ndio seti imeisha. Huo ndio uchanganuzi wa seti inavyochezwa. Huu mstari unaitwa doubles line. Katika doubles line kuna mistari miwili. Wa kwanza ndio huu hapa unaitwa doubles line. Na wa pili ni huu hapa huu. Hapa katikati haka kastari kanaonesha kwamba kuna mwelekeza mtu anapiga service wapi. Anaanza pointi wapi. Anasimama upande gani. Ndio kanaitwa service line. Katika soka tunashuhudia katika milingoti mitatu nyuma kuna nyavu. Na hapa nimeshikilia nyavu zinazotoa hukumu katika mchezo huu wa tennis. Hassan Mvula, Azam Sports, Dar es Salaam. Tuelekee sasa kutazama mengine tuliyokuandalia hapa katika mshike. Libya imemtangaza kocha Aliou Cisse, raia wa Senegal, kuwa kocha mkuu wa timu ya soka ya taifa hilo, huku akiahidi kuisaidia kuikata kiu ya kutoshiriki fainali za AFCON kwa miaka 12. Aliou Cisse alianza majukumu yake ya ukocha ndani ya timu ya taifa ya Senegal kama kocha wa muda mwaka 2012 na baadaye akapewa majukumu ya kukinoa kikosi cha umri chini ya miaka 23 kuanzia mwaka 2013 hadi 2015. Kwa upande wa timu kubwa alikabidhiwa mikoba ya kuinoa kuanzia mwaka 2015 hadi 2024. Ninaweza kusema kwamba hadi sasa imeshafika miaka 12 bila Libya kukata tiketi ya kushiriki katika fainali za AFCON. Lengo letu kuu kwa sasa ni kuhakikisha kwamba tunakata tiketi ya kushiriki katika fainali hizo kwa kushirikiana na Walibya wote. Timu ya Libya imesheheni wachezaji wenye vipaji vikubwa, hivyo wakicheza kwa nidhamu na kujitoa tutafanya vizuri kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Jambo la muhimu na la msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kwa sababu tayari kikosi tunacho na vipaji tunavyo. Wachezaji wote ambao wapo tayari kuipigania bendera ya Libya wanakaribishwa katika timu hii. Nyota wa Golden State Warriors Steph Curry ameweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kufunga mitupio mitatu, yani 3 point 4,000 ndani ya ligi ya mpira wa kikapu Marekani NBA, ligi ambayo unaishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV katika channel ya ESPN, katika mchezo uliopigwa leo alfajiri ya Machi 14, 2025 huko Marekani. Curry mwenye umri wa miaka 37 aliweka rekodi hiyo kwenye kota ya tatu, yani robo ya tatu, kwenye mchezo dhidi ya Sacramento Kings uliomalizika kwa ushindi wa vikapu 130 kwa 104 kwenye
kwenye dimba la Chase Center mjini San Francisco. Steph Curry aliweka rekodi ya kuwa kinara wa mitupio mitatu yani 3-pointers mwaka 2021 alipovunja rekodi ya Ray Allen ya kufunga mitupio mitatu 2973 ndani ya Madison Square Garden. Tukirejea hapa nyumbani, michuano ya Bi Mkubwa Ramadhani Cup 2025 imeendelea leo wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, ambapo timu za Half London na City United zimetoka sare ya kufungana bao 1-1 kwenye mchezo uliopigwa katika uwanja wa Uzunguni uliopo Bomang'ombe. Katika mchezo huo, City United ilikuwa ya kwanza kupata bao dakika ya 3, mfungaji akiwa ni Abdul Tandu. Half London FC walisawazisha katika dakika 33, mfungaji akiwa ni Hilar Echesa, na mpaka mwisho wa mchezo huo Half London ilikuwa imetoka sare ya kufungana bao 1-1 dhidi ya City United. Michuano hiyo itaendelea kesho kwa mchezo kati ya Machame FC watakaokipiga dhidi ya Kilimo Halisi FC utakaochezwa kwenye uwanja wa Uzunguni Bomang'ombe uliopo Hai pale Kilimanjaro. Naam, huu ni mshike mshike, tupate mapumziko. Tutakaporejea yapo mengine mengi ambayo tutakufahamisha. Mshike mshike bado upo nami Akida Kilango. Wahitimu wa kozi ya walimu wa soka la ufukweni kutoka Jeshi la Kujenga Taifa JKT wamekabidhiwa vyeti vya kufuzu mafunzo hayo leo kwenye hafla ya ufungaji wa kozi hiyo iliyofanyika Ndege Beach Mbweni JKT. Akizungumza na mshike mshike, Rais wa TFF Wallace Karia ametoa wito kwa wahitimu kuhakikisha wanatendea haki kile walichojifunza kwa kuibua vipaji zaidi kwenye jamii, huku mgeni rasmi wa hafla hiyo akiwa ni Brigadier Generali Simon Pigapiga ambaye ni mkurugenzi mkuu wa utumishi makao makuu ya jeshi, na hapa ameeleza umuhimu wa kozi hiyo. Pamoja na nyinyi kwa sababu hatutaweza kufanikiwa bila nyinyi. Hata ligi yetu mnaongeza chachu nyinyi kwenye ligi ya wanawake na ligi kuu kwa timu zile ambazo za jeshi, lakini pia nimpongeze afande mkuu wa majeshi kwa kuamua kuwa na msisitizo wa timu mbili tu ili ziweze kuwa kufanya vizuri. Hilo ni jambo ambalo tumelipokea kwa mikono miwili na tunasema tutaendelea kushirikiana, na kitu kikubwa tu ni weledi na kuhakikisha kwamba tunasimama kama taratibu zinavyosema. Endeleeni kueneza maarifa haya mlioyapata kwa askari wenzenu, kwa maana nyinyi mmeambiwa ni makocha, kwa hiyo mnaenda kufundisha. Tunataka tuone matunda, mkafundishe, isiishie nyinyi kucheza tu bila kuzalisha timu. Nimeambiwa mmetoka maeneo mbalimbali ya maeneo yetu ya vikosi vya jeshi au formations au command tunavyoita. So tunategemea kwa muda mfupi tutapata timu nyingi sana. Rais kaeleza sio baharini tu, sehemu zote zenye ufukwe. Kuna maziwa mengi sana Tanzania, na tuna vikosi vingi ameeleza hapa, viko pembezoni kwenye maziwa mengi. Tunategemea timu ziibuke huko. Kwa hiyo ninyi tunataka baada ya muda mfupi tuone hizo timu zinakuja kushindana hapa, na ikiwezekanika zishindana na hiyo timu ya taifa. Kocha wa Liverpool Arne Slot amethibitisha kuwa mlinzi wake wa kulia Trent Alexander-Arnold ataukosa mchezo wa fainali ya Carabao dhidi ya Newcastle United utakaochezwa Wembley Machi 16, 2025 nchini England. Slot ambaye ni raia wa Uholanzi amesema bado hawajajua kuwa mlinzi huyo wa England atakaa nje kwa muda gani, huku taarifa njema kwa mashabiki wa Liverpool ni kurejea kwa mlinzi Mfaransa Ibrahim Konate kuelekea katika mchezo wa Jumapili watakaokipiga dhidi ya Newcastle, na mchezo huo kuonyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Tukisalia katika Carabao Cup, wachambuzi wa mchezo wa soka wametoa maoni yao kuelekea katika mchezo wa fainali ya Carabao Cup kati ya Liverpool na Newcastle United utakaochezwa Jumapili dimba la Wembley, England. Kwa mtu yote ambaye anaondoa ushabiki kwa rekodi hii unampa nafasi kubwa Liverpool. Ila football ina mambo yake. Kuna wakati unaweza kumshika mtu kila sehemu lakini akakukamata pala padogo tu ukashangaa anakunyang'anya kitu muhimu. Unaweza kumfunga kwenye ligi afakaja kufunga pala ambapo wewe sasa unahitaji kuchukua taji, yeye akakunyang'anya hilo taji. Na ukiangalia Newcastle sio timu ya masahara, ni timu ambayo
imejiimarisha vizuri, japokuwa hawana msimu bora kwenye ligi msimu huu, lakini wana wachezaji bora ambao wanaweza kukupa kitu kwenye mechi moja. Newcastle hawajashinda taji lolote takriban miaka 40 inafika. Kwa ni nafasi ya wao kuwa bora kwa dakika 90 tu kwa ajili ya kuwa kwenye nafasi ya kutoa taji lolote kwa miaka hiyo ambayo wamekaa. Na wana uwezo wa kuwa timu bora kwa dakika 90 dhidi ya timu yoyote Uingereza. Hicho kitu kinaweza katokea, lakini on the long run kwa una expect ubora wa Liverpool utakuwa ni juu ya Newcastle kwenye nyakati kama hizo. Ukitegemea ukitizama kwamba wametoka kutolewa kwenye michuano ya Champions League hapo tena Anfield dhidi ya PSG, kwa nadhani nafasi pekee wao kupeleka redemption kwa mashabiki wao ni kutoa kombe la Carabao kabla ya kuelekea kwenye zile mechi ambazo zimesalia kwenye ligi kuu. Liverpool alishakuwa na mechi nyingi hapa katikati, mchoko na vitu vingine na majeruhi wanaingia ndani yake, lakini kwa upande wa Newcastle yeye anakuwa anakaa wiki mpaka wiki kusubiri mechi ya ligi kuu tu na hizi ambazo zinaingia labda FA pamoja na Carabao. Kwa hiyo mmoja amepumzika muda mrefu, lakini mwingine alikuwa amefocus kwenye vitu vingine na anaenda kwenye finali. Kwa hiyo trick iko hapo, na mwisho wa siku tumeona kwa upande wa Liverpool kidogo wana quality. Kuna Mohamed Salah unaona, wakina Diaz na wengine ambao wanaweza kufanya, wakina Cody Gakpo wanaweza kufanya vitu, lakini kwa kila siku mimi huwa napata surprise nyingi kwenye ligi za Ulaya. Hakunaga mdogo kule. Ukikaa vibaya watu wanakubutua vizuri na mwisho wa siku mambo yanaweza yakaenda tofauti, lakini kiujumla ni finali ngumu ambayo ukiniambia niweke shilingi wapi, mimi mpaka sasa hivi naweka shilingi kati. Ni wachambuzi wa soka hawa wakizungumzia finali hiyo Jumapili saa 1:15 usiku, ikionyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Na muda huu naungana na Ramadhani Mbwaduke walau kwa uchache sana. Klabu zenye magoli mengi, najua ni eneo lako la kujidai hili. Wako Liverpool wamefunga magoli 14, Newcastle wamefunga magoli 11. Inaonyesha kwamba ni timu ambazo walau ukaribu zinashabihiana. Ziko takwimu nyingine pia ambazo tutazitazama. Lakini kwa finali 3 zilizopita pasi hapo Liverpool wakiwa wamepiga 2835 wakati Newcastle United 2476. Tofauti ya zaidi ya pasi 400 kabisa. Lakini mtego wa kuotea, Liverpool wamekamatwa mara 10, Newcastle wamekamatwa mara 9. Hapa naona wamekuwa wakifuatana sana, lakini Newcastle finali zao walizoweza kutinga ni hizo 2. Kwa finali pia 3 zilizopita kwa upande wa Liverpool ambapo waliweza kushiriki ni dakika 120 penalty. Tutegemee hilo katika mchezo wa Jumapili. Itakuwa ni ushindani mkali. Tutegemee ushindani mkali sana kwa sababu kwenye makaratasi no doubt Liverpool wana nafasi kubwa zaidi. Lakini ukiangalia rekodi zao, Liverpool ashachukua Carabao Cup mara 10, Newcastle hajawahi kuchukua, na ubingwa mkubwa wa mwisho kuchukua ni mwaka 55. Kwa hiyo miaka 70 imepita hawajachukua kombe. Kwa sababu hiyo wao watakuwa na kitu cha ziada cha kuwasukuma kuelekea mechi hii. Ndio Liverpool wana njaa, wao wana njaa zaidi. Njaa ya miaka 70 ya taji lolote. Waduke. Nikwambie kitu kimoja. Bango linajieleza. Jumapili sio ya kukosa. Saa 1:45 usiku kabisa. Mbashara. Malizia pale kwa lugha gani? Kwa lugha ya Kiswahili. Yule ambaye hajarekebisha kisimbuzi chake cha Azam kwa lugha adhimu ya Kiswahili akalipe kabisa. Subiri siku anaanza kupigia simu wanaokujua akida. Mbona mimi sipati? Alipe kabisa. Na shukrani sana Mbwaduke. Kwa kuhitimisha ni kufahamisha wala kwa muktasari kile ambacho tulikuwa nacho leo hapa katika mshike. Kocha wa Taifa Stars atangaza kikosi kitakachoikabili Morocco kufuzu kombe la dunia 2026. Na mnyama Simba haivurumishia mvua ya magoli Dodoma Jiji katika ligi kuu NBC. Fadlu Davis akimsifu Kibu Dennis Prosper mkandaji. Na Senegal Aliou Cisse atangazwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya kandanda ya Libya. Na kufika hapo kuna la ziada katika mshike kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki hapa kuweza kukuandalia, lakini pia nikukumbushe kwamba kesho tutaanza kuirusha ile makala maalum inayoangazia maendeleo ya soka la Tanzania. Hadi wakati mwingine, mimi ni Akida Kilango, uwe na usiku mwema.